Mwite Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Nimwite sasa Mheshimiwa Tina Andrew Chenge, mbunge wa viti maalum, aulize swali lake. Mbunge anauliza, je, serikali inachukua hatua gani kubaini chanzo cha tabia ya wanafunzi kuandika lugha zisizo na staha kwenye karatasi za mitihani? Mheshimiwa Wanu Ame. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba kujibu swali namba 359 la Mheshimiwa Tina Andrew Chenge, viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2025 serikali kupitia Baraza la Mitihani la Tanzania NECTA ilifanya utafiti na kubaini kuwa sababu za wanafunzi kuandika lugha zisizo na staha kwenye karatasi za mitihani zinasababishwa na mmonyoko wa maadili, msongo wa mawazo na kukata tamaa kitaaluma. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa kanuni za Baraza la Mitihani la Tanzania, mtahiniwa anayeandika matusi kwenye skripti hupewa adhabu ya kufutiwa matokeo ya mtihani husika. Hivyo, baraza limekuwa likiziandikia shule ambazo zimebainika kuwa na watahiniwa wanaoandika matusi na lugha zisizo na staha katika mitihani ili kuwaasa wanafunzi wao kutoandika lugha hizo. Aidha, serikali inaendelea kutoa elimu ya maadili kwa jamii, kuendesha mafunzo endelevu kwa walimu kuhusu mbinu bora za malezi, kuimarisha utoaji wa ushauri nasaha kwa wanafunzi ili kupunguza msongo wa mawazo, pamoja na kuchukua hatua stahiki za kinidhamu kwa wanafunzi wanaohusika na uandishi wa lugha zisizo na staha kwenye mitihani. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Tina Andrew Chenge, swali nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali, lakini na maswali mawili madogo ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nataka kufahamu, je, hivi vitendo vya wanafunzi hawa kuandika lugha zisizo na staha kwenye mitihani vinafanyika randomly au ni specific kwa kundi fulani kwa maana ya jinsia? Swala langu la pili, kwa kuwa nchini kwetu kuna maeneo ambapo baadhi ya wazazi huwashawishi wanafunzi kufanya vibaya kwenye mitihani ili waweze kuwaozesha, je, wizara imefanya utafiti wa kina kujua kwamba swala hili la kuandika maneno yasiokuwa na staha na kuozesha watoto havina mahusiano? Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swala la nyongeza la Mheshimiwa Tina Andrew Chenge kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze kwa kuwa concerned na maadili ya wanafunzi ama vijana wetu, na nimpongeze kwa kazi nzuri anayoifanya kule jimboni ya kuhakikisha kwamba vijana na wanafunzi wanakuwa na maadili mema katika eneo lake. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba serikali kupitia Baraza la Mitihani la Tanzania, kama nilivyojibu kwenye swali langu la msingi, kwamba limefanya utafiti kuhusu kadhia hii ya kuona kwamba baadhi ya wanafunzi wanaandika lugha za matusi katika mitihani. Mheshimiwa Mwenyekiti, utafiti huo ulibaini kuwa vitendo hivi havihusiani na jinsia moja tu. Ni kwamba jinsi zote mbili huwa zinaandika lugha zisizo za staha katika mitihani yao. Lakini swala la pili, kwamba serikali inatambua kuna mdondoko wa wanafunzi wa kike katika baadhi ya maeneo, na kiwango cha mdondoko cha wanafunzi hawa huwa kinasababishwa na sababu tofauti tofauti, ikiwemo hiyo ambayo wamesema kwamba wazazi huwa wanawaachisha wanafunzi shule kwa makusudi. Hivyo huwashauri kwamba waandike lugha ambazo zisizo na staha ili wapate kutoka nje ya mfumo wa elimu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeunda kikosi kazi maalum cha kitaifa ambacho kinapita kila mkoa kuangalia nini hasa tatizo la wanafunzi ama vijana wetu kuandika lugha zisizo za staha katika mitihani. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa hiyo itakapokamilika itawasilishwa na hatua stahiki zitachukuliwa. Mheshimiwa Naibu Waziri, nakushukuru sana. Muda wetu Mheshimiwa umeisha.
Na swala la watu kuchora maumbo kwenye mtihani ni letu wote, kuelimisha wapiga kura wetu. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge.